ni muhimu sana tusiishie njiani juu ya swala la somo letu la uraibu au addiction, na nimejaribu kutafuta maandiko ambayo yanaweza yakawekea msisitizo pale ambapo jana tuligusia, ili isifanye baadhi ya watu kuwa na doubts, kwa sababu it is possible baadhi ya watu wakawa na doubts kutokana na tumepewa kurizon, wanadamu tumepewa kurizon, na it is biblical kwamba hata wale watu wa Beroya walipochapwa Injili na Paulo kwa staili ambayo Paulo aliitumia haikuwatisha sana, wakaamua tu mioyo jambo moja, ili kumwamini inabidi wakachunguze maandiko, anachokiongea kiko maandiko, kwa sababu wale ni wasomi, ni watu wa asili ya Ugiriki, kwa nyakati hizo walikuwa ni wasomi, na wao wanaamini sana kwenye written documents, kwa sababu kwa asilimia kubwa document yoyote ile, hata utakapopublish vitabu ambavyo, acha hivi vitabu very local, kuna vitabu ambavyo kuvipublish mpaka kwanza vikathibitishwa kwamba hiki ni kitabu, huwa wanapita watu wanaoaminiwa wa kutosha, wanaotakiwa kuweka saini zao kwamba hiki ni kitabu. Sawa. Wewe ukiandika vitabu, kuna vile lokoloko vinaandikwa tu kinyemela, vinapita mtaani chini chini, vinaingia madukani, vile havijulikani kama ni vitabu. Sawa. Kitabu mpaka kiwe kinathibitishwa kwamba ni kitabu, huwa kinakuwa kina namna yake ya kuthibitishwa. Kwa wale wasomi kama watu wa Beroya walikuwa na uhakika na wao kuchunguza maandiko, kwa sababu wanajua yale maandiko yaliyokuwa kipindi hicho yalikuwa yamethibitishwa. Kwa hiyo mtu aongee kwa lugha yoyote ile, bado mwisho wa siku lazima upatikane uthibitisho na vigezo vitakavyofanya hicho kiwepo na kiaminike. By the way, huu ni ushauri pia kabla ya somo, kuendelea na somo. Shetani alitumia neno imeandikwa kuongea na Yesu, na Yesu naye alitumia neno imeandikwa kuongea na Shetani. Usije ukamwamini mtu kwenye vitu ambavyo vina thamani fulani ndani yake bila kuandikiana. Haijalishi ni askofu, ni waziri, kwa cheo au title yote alionayo, isikufanye wewe kumwamini mtu bila kuwekeana dokumenti na ushahidi. So that's the way of life kwa watu wenye hekima. Unamkopesha mtu 10,000, ndani yake ina thamani. Mzee, umesema nikukopesha 10,000, sawa, na ukopesha. Tuandikiane hapo. Sawa, tuandikiane hapo. Unajua tunaaminiana bwana, wewe mimi rafiki yangu. Ni kweli, lakini imeandikwa. Huruhusiwi kumwamini Yesu kama haijaandikwa. Hamuelewi. Sawa. Huruhusiwi kumwamini Yesu kama haijaandikwa. Kinachofanya wewe muamini Yesu ni kwa sababu imeandikwa, ilitabiriwa, ikaandikwa, ilipotimia pia ikaandikwa, alipokuwa kwenye shughuli zake pia ikaandikwa, alipomaliza akaacha watu wengine pia ikafanyaje? Ikaandikwa. Sasa hata siku ya hukumu watu wataandikiwa kutoka kwenye pointi hiyo hiyo, watahukumiwa kutoka kwenye pointi hiyo hiyo. Imeandikwa, usiabudu miungu mingine. Imeandikwa,
hakuna njia ya kweli ila Yesu. Imeandikwa. Sawa. Kwa hiyo in this life usifanye vitu kinyemela kwa kuaminiana hivi. Kwa sura na taswira ya maisha ya wanadamu wako kwenye fumbo kubwa, na nimekuwa nikufundisha hicho kitu. Huwezi ukaniona ndani nilivyo. Never. Sawa. Naweza kuwa ni rafiki yako lakini wa kupretend for a particular business. Hata kwa miaka 10. Sawa. Hata kwa miaka 20 na pretend for a particular profit. Na hitaji nipate kwako. Sawa. Kwa hiyo hata tuaminiane, bado hekima ya maandiko inataka umwamini Mungu. Hata Yesu mwenyewe alisema, yeye mwenyewe alijitoa kwenye kundi la wanaotakiwa kuitwa nani? Wema au waaminifu. Mwalimu mwema, nifanyeje? Yesu kwanza akacrash. Hakuna mwema in this physical form. Ni Mungu peke yake. That statement inamaanisha don't trust or believe any personality out of God. Hello? Kwa hiyo jifunze kuweka dokumenti kwenye baadhi ya vitu kwenye maisha yako. Sawa. Hasa unapomkabidhi mtu kitu, weka dokumenti na yeye saini hapo chini. Iwe ni tabia yako. Hata kama atakuja kuwa mbaya baadaye, uliweka document na yeye alisaini. Hata kama utamsamehe lakini alisaini. Sawa. Kwa sababu kuna baadhi ya vitu mtaingia kwenye agreement na mtu fulani, alafu yeye akavibadilishe na kuweke kwenye kesi ngumu ya ng'oa hai. Una simu ya kurekodi, rekodi mazungumzo, lakini make sure it is recorded somewhere in written form or soft form. Sawa. Kwa hiyo tunaendelea sasa. Leo tunajaribu kuangalia some evidences zitakazotusaidia juu ya hili somo. Kitu cha kwanza niliwaambia kwamba watu wengi wanaoteswa na addiction, tatizo lao lilianzia somewhere kwenye masuala ya uabudu miungu. Niliwaambia lugha. Sawa. Na ipo kwenye Biblia. Kwa mfano, ukisoma kitabu cha Kutoka 32:7, nani anaweza akasoma? Aliye karibu hapa mbele. Mwenyekiti, soma hiyo. Kutoka 32:7. Usiwe na paniki ili tuende haraka. 32:7 Kutoka. 32:7 Kutoka. Bwana akamwambia Musa, haya shuka. Haya ushuke. Kwa maana watu wako uliowatoa katika nchi ya Misri. Uliowatoa Misri, yani uliookoa. Wamejiharibu nafsi zao. Wamefika jangwani, wamejiharibu nafsi zao. Wamepotoka upesi, wameharibu nafsi zao. Sasa take note here. Wameharibu nafsi. Sawa. Wameharibu nafsi. Wamepotoka upesi kuiacha ile njia niliyowaambia. Wamejifanyizia ndama, wamejifanyia sanamu ya kuyeyusha. Wakaiabudu na kuitolea dhabihu. Wakaabudu na kutoa sadaka. Wakatoa dhabihu. Wakasema, hiyo ndiyo miungu yako Israeli. Hii ndiyo miungu yako Israeli, iliyokutoa katika nchi ya Misri. Mstari wa 9. Yatosha.
Hawa jamaa walitoka utumwani. Mungu akafanya miujiza, akafanya kila kitu kilichothibitisha kwamba kuna Mungu katikati yao, kama jinsi ambavyo hakuna mwanadamu ambaye haamini swala la Mungu hayupo. Watakataa kwa kila namna, lakini ile kwamba uwezi ukaprove ni namna gani unaniona, uwezi ukaprove ni namna gani unasikia sauti yangu, hata kama utatumia science, but it is beyond science. Kuna evidences zinazothibitisha kwamba Mungu yupo, kwa sababu kwa kanuni ya kawaida nothing existing without manufacture hakiko. Hata katika maisha tunayoishi, nguo unaovaa, whatever you are using, there is a manufacturer ambaye alihusika kukiproduce, kukitengeneza. So therefore hata existence yako wewe na wale babu zako ina proof vya kutosha kwamba yuko creator. Lakini katikati ya safari watu wanakutanaga na challenge. Wakikutana na challenge, tabia ya shetani ni ile ile wapi? Bustani ya Eden, ya kuwatafutia namna ya kuwapa solution. Anawapa solution kwa idea ambazo zinawapotosha, kama ilivyokuwa kwa hao jamaa. Musa alienda mlimani akakawia kule. Alivyokawia wakaanza kumnukia Haruni. Imekuwaje mzee? Mbona sasa huyu jamaa tumuoni? Mwanaharakati aliyekuja kufanya kampeni na mbwembwe nyingi na ishara kule Misri, tukamwamini kwamba ameleta new life. Tumefika jangwani, jamaa akapotea. Na haya maisha, in any way we need God. Sasa turuhusu tuunde ndama, tuendelee na business ya kuwa na Mungu. Hata kama mtu kapotea, sisi tuwe na nani? Na Mungu. Wakamshawishi Haruni akakubali, wakaunda ndama, wakaisimamisha, wakaanza kuiabudu. Biblia inasema wakatoa na sadaka, wakatamka na kuipa ile miungu sanamu title na heshima, kwamba wewe jamaa ambaye uongei uoni, but we believe you are God. Umetutoa utumwani and now we are here, na sadaka chukua. Sasa maandiko yanasema kwenye vitabu vya Paulo, nyuma ya sanamu huwa kunakuwa na mashetani. Mahali popote pale pana sanamu, huwa nyuma kuna mashetani, huwa ana take advantage. Ndio aliyotoa idea, in whatever idea ukisha kubali kwanza implement, yenyewe huwa yana manifest nyuma yake na anachukua ile glory. Na kumbuka Biblia imesema kwa maneno ya Mungu, hakuna wa kuchukua utukufu wa Mungu popote pale. Kwa hiyo ole wake achukue utukufu na ole wake atoae utukufu. Adhabu ya kiroho huwa inaleta kitu fulani ambacho watu wanajaribu nafsi zao kwa kanuni zifuatazo. Moja, hasira inatokea kati yao na Mungu. Na hakuna hasira pasipo na ugomvi. Sawa? Hicho ni kitu cha kwanza. Hasira huwa inatokea kati yao na Mungu. Na hakuna hasira pasipo na ugomvi. Na Mungu hatagombana na wewe. Atachofanya atakuadhibu. Adhabu ni ipi? Tunatofautiana. Cha pili, ile miungu huwa inakuweka pia kwenye vifungo vya kiroho. Kuna mahali panaongelea swala la Arabuni. Sawa? Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 22 imeandikwa. Ndio. Naye ndiye aliyetutia muhuri. Akatupa arabuni ya roho mioyoni mwetu. Amen. Sasa sikiliza.
Huyu ni Paulo anaongelea kanuni za kiroho kwenye masuala ya mahusiano kati ya watu na miungu au na Mungu. Walivyomwamini Yesu wa Korinto, Paulo akawa anawasemesha baadhi ya vitu vinavyotokea ulimwengu wa roho. Kitu cha kwanza akawa anaongelea swala la ujazo wa Roho Mtakatifu. Baada tu ya kuikubali ile sadaka ya Yesu na kumwamini kwamba yeye ni Mwokozi na kuamini kwamba wao ni wana wa Mungu, ahadi ya kujazwa Roho Mtakatifu huwa inafuata, na ile ahadi inatambulishwa kama muhuri. Muhuri. Sawa. Sasa hii kitu huwa inatokea hapa. Mahali popote ukiabudu miungu, ile miungu inafanya kazi kwa advantage. Soon as possible huwa inahakikisha imekuwekea code number za kwao. Ndio maana ya muhuri. Code number za kwao kama miliki yao. Hamuelewi. Ile unapo bow down to worship God Almighty, ulimwengu wa roho huwa naye anakuwekea muhuri au code number au alama za kiroho za kutambulisha na yeye kujithibitishia. Kumbuka, Mungu ndiye anayetembea na kanuni imeandikwa. Nakumbuka tulikotoka. Kwa hiyo mtu akishakubali kumwabudu Mungu, pia huwa anaandika mbinguni, vitabu vinaandikwa na alama zinawekwa kwa mhusika, kwamba huyu ni mali yangu na ananiabudu mimi. The same to darkness and the satanic kingdom. Mkisha abudu miungu huwa pia mnawekewa alama. Sikiliza sana, addiction itakumaliza kama usipojifunza hili somo. I teach you how to come out, lakini lazima nikufundishe namna utakavyojua njia ya kuchomokea. Sawa? Namna itakao kusaidia kupigana vita ya kiroho kwa kanuni ili isikutese. Kwa sababu mkisha ikawa code number, ile code number huwa inawekwa kwenye uhai. Twendeni kwa taratibu. Sawa. Hawaweki mihuri kwenye mwili, wanaweka mihuri kwenye damu. Ndio wanapoweka mihuri. Na kwenye damu Biblia inasema ndiko uhai wa wanyama au viumbe ukaa. Sawa. Kwenye hiyo damu. Okay. Wangapi mmechanjwa chale? Kizazi hiki hamjachanjwa chale? Nyosha mkono. Mimi ninazo za kutosha. Yule pale mmoja, huyu hapo wa pili. Yule pale wangapi? Watatu, wanne. Chale. Nyewe mliza leo Dar es Salaam mjachanjwa chale, lakini baba yako anazo. Kamuulize. Babu yako anazo, kamuulize. Mama yako anazo, kamuulize. Anazo. Kwa nini tulikuwa tunachanjwa chale? Ukishiriki kwenye uganga wa aina yote zamani, ulikuwa unachanjwa chale kwa nini? Zile ni njia mojawapo ya kuweka damu zenu kwenye maagano au kuweka mihuri ndani yenu. Na take note here, ile mihuri inaenda kukaa kwenye nini? Uhai, damu zenu. Maana yake ni kwamba chochote kile kinachozaliwa kutoka kwenu huwa kinazaliwa na mihuri. Ndio maana Mungu pia, hii ni kanuni ambayo Mungu pia anaitumia. Huwa nawaambia watu hivi, ukisoma kwenye kitabu cha Korinto wa kwanza sura 7 kwenye kitabu kinachoelezea mambo ya ndoa, utakutana na lugha zifuatazo. Anayezaliwa na mtakatifu huwa ni mtakatifu. Ndio Paulo akashauri ya kwamba mwanamke anaweza asimwache mume wake au mwanaume asimwache mke wake kama ni muamini yeye, lakini mwenzake sio muamini. Sawa. Kwa nini? Kuna kanuni ya wao kutakaswa wakati wanapokuwa na mambo yao ya familia, itakayofanya kile kinachozaliwa pia kitakatifu kupitia huyu mtakatifu. Inatokea wapi? Yaani mtakatifu wakati anazaa mtoto huwa anazaa mtoto mtakatifu. Kwa nini? Kuna mihuri kwenye uhai wake ya utakatifu.
ya wana wa Mungu, na kinapozaliwa kile kitoto au kale katoto kanakuwa na kenyani katakatifu, na anabe identified in that way spiritually. Vice versa is true. Mwovu yoyote hazai mtoto akaenda mbinguni, hata akifa amezaliwa dakika hiyo hiyo anaenda jehanamu mtoto. That is Bible. Kwa sababu kinachofanya huyo azaliwe mtakatifu ni baba. Halo, tuko pamoja? Amen. Au mama. Lakini mwovu pia hawezi akawa mwovu akazaa kitu kisafi. Sahau. Watu wana hiyo lugha yenyewe mmekalili kwamba watoto wanaenda mbinguni. Hawaendi. Hii lugha ninakwambia I know it biblical. Hawaendi. Labda baba yake awe mtakatifu, labda mama yake awe mtakatifu. Utakatifu wa mama ndio unaoangaliwa juu yake, na mtoto akifa akiwa mdogo anaenda mbinguni. Wewe utajiuliza kama ni hivyo, kwa nini kafara nyingi za mashetani na wachawi na waabudu mashetani? Soma, fuatilia dokumenti zao, ni za watoto wadogo. Haiwezekani mtoto wa mtu aliye mtakatifu akachukuliwa akaenda kafara. Haiko. Ila mwovu inawezekana. Kwa nini? Mtoto pia ni mwovu, ni mali ya shetani. Wanaweza wakachukua ng'ombe kwenye zizi lao wakajichinjia wakala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Therefore, wewe ambaye ulizaliwa na mama au baba mwabudu miungu mwenye alama na hati miliki za kuzimu, unazaliwa ukiwa pia adhabu iliyokuwa kwa mama na baba inakufuatilia. Halo, kitabu cha Ezekieli. Hapa nitatoa ushauri kwa wakati unaoa au kwa wale watakao tufuatilia mtandaoni wa kike wakati wanaolewa. Ujue hii kanuni kwamba ukizubaa itakumaliza. Ezekieli 16:44. Ezekieli 16:44. Biblia inasema nini? Ezekieli 16:44 inasema, tazama, kila mtu atumiaye mithali atatumia mithali hii kinyume chako, akisema, rudia. Tazama, kila mtu atumiaye mithali atatumia mithali hii kinyume chako. Yaani alikuwa anaongea na watu kwamba sasa wewe watu watakusema kwa mithali hii. Sawa wakisema kama mama ya mtu alivyo ndivyo alivyo binti yake. 45. Yatosha. Halo. Sasa sikiliza. Hapa ndio muwe makini wakati mnaoa. Usimuoe mtu ambaye umjui baba yake. Usimuoe mtu ambaye humjui mama yake. Huo ni ushauri wangu. Na haujui vita yao. Ujui vita ya mama yake, ujui vita ya baba yake. Kama una akili, shika maneno yatakusaidia. Usimuoe mtu ambaye hujui vita yake kwa wazazi wake. Addiction inayotesa wazazi wake, tabia inayotesa wazazi wake, wala ni walevi wa pombe. Mama ameshaachika mara 7 hivi mara 8. Watoto kwenye familia yao kila mtu ana baba yake. I advise you, ukiamua kuoa huku unajua, kwa sababu alivyo mama ndivyo alivyo mtoto. Kwa nini? Mihuli. Yaani kuabudu miungu huwa unaachia adhabu, huwa unaachia staili fulani ya maisha, huwa unaachia majeraha. Nenda kasome kitabu cha Mithali
Mithali ya 6. Hebu jaribu kuangalia mstari wa 32. Mstari 6:32 inasema, mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa. Mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa. Afanye jambo litakalomwangamiza. Afanye jambo litakalomwangamiza nafsi yake. Shuka hapo chini. 33. Atapata jeraha na kuvunjiwa heshima. Jeraha na kuvunjiwa heshima. Wala fedheha yake haitafutika. Maana wivu ni ghadhabu ya mtu. Tayari yatosha. Sikiliza. Kwenye maisha hata hizi mistake tunazozifanya ambao ndio leo tunaita nini? Uraibu. Kuta mtu amebia addicted kwenye bangi, amebia addicted kwenye sexy, amebia addicted kwenye whatever. Lakini ni kitu ambacho kina drive maisha yake. Sasa sikiliza. Kila kitu huwa kinaratibiwa kwenye damu. Na yale majeraha huwa yanaratibiwa kwenye nafsi ya mtu. That's why ukiwa mzazi una kazi kubwa. Uishi maisha, ukishapata mtoto, uishi maisha yako tena. Unaishi maisha yako na watoto wako. Whatever you do, you plant a seed to fight your generation after you. Hello? Yani hata sasa hivi kila unachostruggle nacho wewe, fanya experiment. Kama hutajua namna ya kukidiliti kwa kanuni za kiroho, for sure I tell you utakiona kwa watoto wako. Utakiona kwa watoto wako. Utakiona. Na kitakutesa. Na kinaweza kikapoteza hela zako. Peleka shule, peleka wapi, lakini kile kilichokutesa huenda kikufanyia kudestroy, kikamdestroy nani? Mtoto.